Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi, inakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo haya mazuri, na leo ikiwa ni Julai 26 mwaka 2025. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya asubuhi nzuri ya leo ambayo umeruhusu watoto wako wa kiume na wa kike tuje tujifunze neno lako. Tunaalika uwepo wako uende pamoja nasi. Roho wako Mtakatifu akatufundishe kuyatenda mapenzi yako. Neema yako iambatane nasi sasa na hata milele, katika jina la Yesu, amina. Leo tunaiangazia mada inayosema inapaswa kuwa ya mtu binafsi. Mathayo sura ile ya 9:21 imeandikwa, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Alikuwa ni mwanamke mmoja maskini aliyeyasema maneno haya. Mwanamke ambaye kwa miaka 12 alikuwa ameugua ugonjwa ambao ulifanya maisha yake kuwa mzigo. Alikuwa ametumia mali yake yote kwa waganga na tiba, lakini alitangazwa kuwa hawezi kupona. Lakini aliposikia habari za mganga mkuu, matumaini yake yalihuishwa. Alikuwa amejaribu mara nyingi kufika karibu na yeye. Alikuwa ameanza kukata tamaa pale Yesu, katika kupita katikati ya umati, alikaribia mahali alipokuwapo mwanamke yule. Lakini katikati ya ghasia ile asingeweza kuzungumza naye wala kuona zaidi ya mtupo wa jicho wa sura yake iliyokuwa inapita. Alipokuwa akipita, alinyoosha mkono na kufanikiwa kugusa tu upindo wa vazi lake. Lakini wakati ule ule alijua kwamba amepona. Katika mguso ule mmoja ilikusanyika imani ya maisha yake, na mara moja maumivu na unyonge wake vilitoa nafasi kwa nguvu za afya kamili. Kwa moyo wenye shukrani, alijaribu kujiondoa kutoka katika umati ule, lakini ghafla Yesu alisimama. Mwokozi aliweza kutofautisha mguso wa imani kutoka kwa mguso wa kawaida wa kundi la watu wasiojali. Imani kama hiyo haipaswi kupitwa bila kutajwa. Akigundua kuwa kujificha ni bure, alijitokeza huku akitetemeka na kujiangusha miguuni pake. Kwa machozi ya shukrani, alisimulia kisa cha mateso yake na jinsi alivyopata faraja. Yesu alisema kwa upole, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani. Hakutoa nafasi kwa ushirikina kudai nguvu ya uponyaji kwa tendo lile la kugusa mavazi yake tu. Haikuwa kupitia kugusana naye kwa nje, bali ni kupitia imani iliyoishikilia nguvu yake ya Mungu. Ndipo uponyaji ulifanyika. Hivyo ndivyo ilivyo katika mambo ya kiroho. Kuzungumza kuhusu dini kwa mazoea, kuomba bila kuwa na njaa ya kiroho na imani hai, hakuleti faida yoyote. Imani ya maneno tu kwa Kristo, ambayo inamkubali tu kama Mwokozi wa ulimwengu, kamwe haiwezi kuleta uponyaji kwa roho. Haitoshi kuamini kuhusu Kristo, ni lazima tumwamini. Imani pekee itakayotupatia faida ni ile inayomkubali kama Mwokozi binafsi, ambayo inaweka sifa zake njema kwetu sisi wenyewe. Leo ni Julai 26, mada ikisema inapaswa kuwa ya mtu binafsi. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii nzuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Ametoa baba wangu bila hoja za
matendo yako Bwana, sitanyamaza, nitasifu. Hata tusipoyakumbuka ni mangapi alifanya, hatukuomba, yamefanywa ushuhuda kwetu. Tukijaribu kumbuka tulipopata magumu, ni vipi tuliyashinda. Kama si kwa Bwana wetu.